Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa ile taarifa ambayo imeweza kutolewa na shirikisho la soka hapa nazungumzia kafu juu ya kubadili ratiba ya mchezo huu mkubwa kabisa. Ni mchezo wa robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club zidi ya Al Masry kutoka kule nchini Misri, ambako mchezo huo wa kwanza ambao utakwenda kupigwa. Hatimaye kafu ameweza kubadili ratiba na ratiba imeweza kutangaza upya ya kile ambacho kinachokwenda kutokea. Bana, inasema vipi? Nimekusogezea hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo ano subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani na kikosi cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Bana, Simba kwa sasa mara baada ya kuweza kukimbia kwenye dabi ya Kariakoo kwa kile kilichoweza kutokea Machi 8, kugomea mchezo wa dabi ya Kariakoo. Sasa safari yao inaelekea sasa kimataifa, ambapo unafahamu ya kwamba Simba Sport Club ndio wawakilishi pekee kwa upande wa Tanzania ambao wanawakilisha Tanzania kimataifa katika anga zima la kimichezo, hususan mpira wa soka. Hapa nazungumzia katika kombe la shirikisho barani Afrika, ambako kwenye safari hiyo walikuwa wao na Coastal Union, lakini Coastal wakaondolewa. Lakini kwa upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika kulikuwa na Azam pamoja na Young Africans ambao safari yao iliweza kuisha. Sasa amebakia mnyama Simba ambaye amefika robo finali. Ni kawaida yake kwa kile ambacho huwa anakifanya. Kufika kwake robo finali, anakwenda kukutana na Al Masry ya kule nchini Misri, ambapo mchezo wa mkondo wa kwanza utakwenda kupigwa pale katika nchi ya Misri, na wa pili utapigwa Tanzania. Sasa kwa kile ambacho kilichoweza kutokea, kafu wameweza kutangaza kufungia uwanja wa Tanzania ambao unatumika sana katika michezo hii ya kimataifa. Hapa nazungumzia uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa klabu ya Simba imeweza kualifiwa sehemu ambayo watatakiwa kwenda kukipiga na Al Masry ya hapa nazungumzia Misri mara baada ya mchezo wao wa kwanza. Mchezo wa marejeano utapigwa Tanzania. Sasa uwanja ni upi? Ni huu hapa. Sasa katika taarifa ambayo imetolewa na shirikisho la mpira wa miguu Afrika, kafu limeufungia uwanja wa Benjamin Mkapa kwa muda kutokana na eneo la kuchezea pichi kuendelea kupungua ubora wake. Kafu imeelekeza eneo hilo liboreshwe haraka kufikia viwango vinavyotakiwa ili kuepuka uwanja huo kufungiwa kwa muda mrefu. Mechi ya robo finali ya kombe la shirikisho la Afrika, hapa nazungumzia kafu, kati ya Simba na Al Masry ya Misri imepangwa kucheza kwenye uwanja huo Aprili 9 mwaka 2025. Ili kuondoa usumbufu, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limetakiwa kutuma jina la uwanja mbadala utakaotumiwa na Simba kufikia Machi 14. Kafu itafanya ukaguzi wa uwanja Benjamin Mkapa Machi 20 kuona maboresho yaliyofanyika kabla ya kuamua kuruhusu utumike na kuendelea kuufungia, ambapo inaelezwa kwamba klabu ya Simba itakwenda kutumia uwanja hapa nazungumzia wa Amani Zanzibar kule, ambapo watakapokwenda kuweza kumenyana dhidi ya Al Masry. Lakini katika taarifa nyingine unaambiwa Simba waandae timu yao haswa kwa sababu wanaenda kukutana mpinzani mgumu sana hatua ya robo finali. Al Masry acheze soka la kuvutia ama kuburudisha, ila anacheza soka la mipango tu. Zidi ya Pyramid waliamua kuwa nyuma ya mpira muda mwingi, lakini kila wakienda kushambulia wanaenda kuwatisha Pyramid. Al Masry wanatumia mawinga wao kufanya mashambulizi ya kujibu. Nafikiri Simba wanatakiwa kuwa bora sana ili kuzima mipango ya Al Masry. Al Masry wanapiga pasi 3 tu wapo golini. Hawana muda wa kupiga pasi nyingi ili mtazamaji
afaidi. Unaona bana, ligi ya Misri ni ngumu sana kule, kila timu inakutoa jasho. Unaona bana, hapa nazungumzia hawa wapinzani wa klabu ya Simba ambao ni Al Masry, ambao inaelezwa ni watu hatari kweli kweli huko katika ligi ya Misri, japokuwa kwenye msimamo wa kundi wa timu yao kwenye ligi lakini uwezo kuifananisha ligi ya Misri pamoja na ligi ya Tanzania kwa sababu kule kila mmoja yupo katika ubora ule wenye kilele ambacho kinachotakiwa. Bana, weka maoni yako hapo chini kuhusiana na hiki ambacho